Bonge la goalkeeper Djibril Kasila. Yes, ni kipa mzuri. Lakini nadhani tumpe muda kwa sababu ile ni mechi moja tu. Mechi ya pili bwana. Ni mechi ya pili. Na kwenye mechi zote amekuwa na saves ambazo zinaleta tofauti. Kwa mfano kwenye ile game ya Esperance, mimi naikumbuka ile mechi kwa sababu nilikuwa naitangaza kwenye DStv. Alifanya save moja ya kipindi cha kwanza hatari sana ambayo yani kabla ya goli kufungwa lile kuna save moja ya hatari sana alifanya ambayo inafanana kama ile ya jana pia. Kwa hiyo anaonekana ana reaction saves nzuri sana, lakini pia ni mzuri mguuni na ni mtulivu. Hapanic. Shida aliyokuwa nayo Musa Pinpin Kamara, in spite of kuwa ni kipa mzuri, lakini Musa Pinpin Kamara kuna muda kama alikuwa kama anapagawa hivi. Kuna mistake alikuwa anazifanya unajiuliza. Kwa mfano mnakumbuka finali ya shirikisho ugenini. Kuna mpira mmoja ambao alitakiwa auache utoke. Yeye akaurudisha ndani, adui akachukua akaanza kushambulia. Kuna mistake nyingine alifanya Zanzibar kwenye finali hiyo mpaka akagombana na Ngoma kuelekea. Kwa hiyo alikuwa ni kipa mzuri, yes. Lakini kuna moment tu anafanya kosa. Kwa mfano nakumbuka dabi ya mwisho ile ya msimu uliopita. Ile penalty watu walilalamikia, lakini ilikuwa ni penalty nzuri kabisa. Wala haikuwa na kipengele, na mistake pale ilikuwa ni kwamba kipa alitoka huku hana uhakika wa kufikia mpira, akamfikia mtu. Lakini the right decision pale kwa kipa mtulivu ilikuwa ni kubaki golini, kwa sababu unampa kazi mshambuliaji ya kukimbizana na beki, lakini bado akija anapaswa kuchagua pa kupiga. Kwa hiyo alikuwa ni kipa mzuri, yes, lakini katika huo uzuri wake alikuwa na mistake nyingi. Okay, sawa. Na George Magunga, kwako kwa Kasila, umengamua vitu gani? Ni kipa wa namna gani? Aongeze nini, apunguze nini kwa game ambazo umemtazama? Binafsi nimemtazama kwenye mechi mbili tu, na labda ili nije nikujibu hili swali Mkai, nipe muda. Okay. Nipe muda. Nitakuwa muongo kwa sababu hata nikiongelea issue za footwork nafikiri bado hajawa placed enough. Yani kuna goalkeeper ambaye unaona Simba amecheza mechi, watu wana press kweli, wanakuwa under pressure, mechi inakuwa kwenye intensity ya hali ya juu. Alafu ukiona goalkeeper anakuwa huru akiwa na mpira mguuni na ana uwezo wa kuwatafuta wachezaji wengine ndani ya uwanja kwa kupasia mpira. Unaweza kusema yes. Sawa, hizo game ambazo timu ina press intensity ya hali ya juu, lakini kwenye kushambulia. Lakini kwa hizi game ambazo wewe umetazama, kuna vitu gani ambavyo umeviona? Maana wakati mwingine unaweza kukutana na mtu tu kwa siku hiyo ya kwanza ukagundua huyu anaumbuya sana, huyu Tungi mtulivu. Ni goalkeeper ambaye ni mtulivu. Ndio. Nafikiri ukiangalia ile mechi ya kwanza ambayo alipata nafasi, Simba walikuwa ugenini. Ni mechi ambayo Simba hawakuwa katika kipindi kizuri sana. Kuna nyakati ambazo walikuwa wanashambuliwa sana, lakini unaona kuna muda ana catch mpira and then ana buy time, kwa maana kuiba muda kwa ajili ya kuwafanya nzie kidogo watulie, yani waepukane na ile pressure, namna ambavyo wanashambuliwa na wapinzani. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona nje ya utulivu, nafikiri pia uwezo wake wa kufry. Yani kufanya saves kwenda hewani. Kama hiyo saves ambayo kamanda anaizungumzia mechi ya kwanza, kwa golikipa mwingine ingewezekana kuwa goli kabisa. Kwa sababu namna ambavyo ali strike ule mpira ule jamaa, hakuonekana kama anataka ku strike mpira, ni kama alishtukiza na kupeleka mpira kwenye lango moja kwa moja. Kwa golikipa mwingine mawazo yake anaweza kwamba kwamba watu wanataka wacheze 1-2 and then waje wanishambulie, lakini namna ambavyo anticipate ile tukio na kwenda kufanya ile save, unampa credit. Sina shaka kwa hawa wachezaji unawafuatilia sana, na ukiamua kumwagia sifa mchezaji unamwagia sifa kulingana na vile ambavyo wewe unamtazama mchezaji. Bila shaka Kasila umemtazama. Unaona kwa haraka viatu vya nani huyu goalkeeper wao ambaye ameumia, Kamara, vimevaliwa kwa haraka sana. Unajua Mungu akitaka kukupa anakuondolea kitu kibaya na kuletea kitu kizuri. Ndio. Hapo unamaanisha nini? Haijalishi hicho kitu kibaya kitaondoka kwa mazingira mazuri au mabaya. I think moja kati ya bahati kubwa ambayo Simba wamepata ni Kamara kupata injury na kuondolewa kwenye mfumo. Ndio. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nazungumza hapa kila siku kwamba kwangu mimi Simba wanahitaji better keeper kuliko Kamara. Goalkeeper ambaye hana consistency, hakupi assurance. Yani kuna muda wewe ukiwa ni mkwala kule mbele au ukiwa ni tuseme Anset ya Aula, unajiuliza tufunge magoli mangapi ili tushinde mechi.
So hauna assurance kama Kamara anaweza kucheza dakika 90 bila kufanya makosa. Ndio changamoto kubwa aliyokuwa nayo. So kitendo cha kumwondoa Kamara kwa msimu uliopita kwenye game ambazo amecheza ni game ngapi ambazo amefanya makosa? Zaidi ya game kwenye game 10 mtu akifanya makosa game 3 bado unambagaza. Sio game 3. Mkai tunaweza tukahesabu dabi. Haya tuhesabu. Free kick ya Chama ile. Finali 2 za Bekane. Mechi ya hata mechi ile ambayo Chasambi alijifunga ile ni mistake yake. Mechi ya Al-Masry away ile mechi ya Coast Union. Yes, mechi ya Coast Union yale mashuti mawili. Ile Fountain tukubali ukweli kwamba ni Chasambi aliuza. No, yeye kama goalkeeper alipaswa kuwa in the right position. Lakini Chasambi alipiga pasi mbaya. Kwa hiyo hapo very true, lakini yani haimu exempt kwamba na yeye alikuwa na kosa. Tukubali na makosa mengine, lakini ile ilikuwa mechi ya Mashujaa 2-1. Ile goli ambalo Mashujaa wamepata. Kwa hiyo yani kwa hiyo hapo zimefika 10. Dabi penalty ile ya Pacome zimefika 10. Kama zimefika 5 kwa timu kama Simba kuwa na goalkeeper ambaye anaweza akakugharimu kwenye mechi 5 ni mechi nyingi sana. Kwani mchezaji kufanya makosa ni jambo la ajabu? Sio la ajabu, lakini ndio zaidi ya mara 5. Inawezekana. Ndio. Mimi nadhani kwa upande wangu mimi kama kuna mtu tumemjadili kwenye kikosi cha Simba msimu uliopita na makosa, mimi binafsi ni golikipa Kamara. Nadhani zilikuwa zipiti mechi 2-3 za Simba, lazima mjadala wa Kamara utakuwa hapa. Na hata Hans kwenye ligi tu ukihesabu kwa mfano ile dabi ya Kayoko free kick ya Chama ni mechi ya ligi ile, sio? Point 3 hizo ambazo yani Simba iliangusha point 3 kwa kosa lake la moja kwa moja. Lakini mechi na Coast Union nako Simba iliangusha point 2 directly kwa sababu yake yeye. Lakini Kamanda hizo point 5 kwenye hizo mechi 2 Simba alikuwa bingwa msimu uliopita. Mimi tuachane na Kamara, tumzungumzie Tanja, si ndio? Golikipa mpya wa Simba. Naam. Nadhani mimi nimemuona kwa mara ya kwanza akiwa na timu ya taifa Niger. Tukiwa tunacheza Niger akiwa anacheza na Tanzania Taifa Stars. Yes, ni golikipa mwenye experience sana. Yaani ana uzoefu kweli kweli. Na sio kwa bahati mbaya amekuwa number 1 wa Niger kwa sababu ana quality. Nataka kuzungumza kwa mechi ambazo nimemuona. Nadhani ni mechi 4. Nimemuona akiwa na Niger kwenye mechi 2 dhidi ya Tanzania na nimemuona mechi 2 akiwa na Simba. Kwa nilichokiona so far ni shot stopper mzuri sana. Timing yake. Kwa mfano ukiangalia hata mechi ya jana nadhani alikuwa ni Mudathiri. Ni 1v1 na golikipa. Baada ya Kiimbwa kufanya kazi nzuri sana pembeni. Okay, Mudathiri press mpira weka kambani. Mudathiri amepiga. Tazama jinsi ambavyo aliruka full stretch. Ana save. Moja kati ya save bora sana ambayo iliwaweka Simba mchezoni. Kwa sababu ilikuwa ni 1-0 muda ule. Kama ingekuwa 1-1 mechi ingebadilika. So Mashujaa nao walikuwa wana push. Tumezungumza mechi ya Esperance de Tunis na nadhani alikuwa ni miongoni mwa makipa watatu ambao walikuwa wanawania tuzo ya kipa bora wa wiki kwenye CAF Champions League. Minzi alifanya kazi nzuri sana. Lakini kama Magunga alivyozungumza, bado nahitaji kujipa muda kuconfirm uwezo wake mguuni, kwa sababu hata jana niliona anapoteza pasi 2 mguuni, ikiwemo moja ambayo alikuwa anajaribu alimrudishia mpira poor pasi, kwa sababu mpira umeenda kwa mchezaji wa Mashujaa, wameanzisha shambulizi, Almanuso wa Simba wafungwe goli. So unahitaji kuona jinsi gani ambavyo anaweza kutumia vizuri miguu yake. That's why na mimi naomba muda zaidi, lakini mikononi sina doubt na yeye. Okay, sasa Rich Kiza, mimi kwa upande wangu unajua kwa natoa tu maoni kuhusiana na eneo la goalkeeping. Sijui kwa upande wako, lakini msimu uliopita unajua Uingereza, Robert Sanchez wa Chelsea ndo goalkeeper ambaye alikuwa ana makosa mengi zaidi. Alikost timu mara 5 kuelekea mara 6. Ndio. Na ndio mchezaji ambaye aligharimu timu mara nyingi zaidi. Lakini msimu huu ndo goalkeeper bora, ndo mchezaji bora wa Chelsea mpaka sasa hivi. Ni mmoja kati ya wachezaji bora na sasa hivi watu wanaanza kumconsider kama world class. Mimi maana yangu ni kwamba sijajua kama Kamara ataondoka Simba moja kwa moja, lakini kwangu naamini bado ni mchezaji ambaye anapaswa kubaki Simba. Unaona bado ana nafasi ya kubaki. Kwa sababu namalizia kwa sababu nyinyi wenyewe hapo ndani mmethibitisha kwamba hamna uhakika na bado hamwezi mkajimaliza kwa goalkeeper mpya, na pia hata issue ya footwork pia mmezungumza kama ni mzuri au sio mzuri. Na Simba hata alivyosajiliwa Yakub Suleiman
bado watu wana doubt issue ya footwork yake. Na mchezaji ambaye Simba au goalkeeper Simba au goalkeeper ambaye ana uwezo wa kutumia footwork vizuri ndani ya Simba ni Pinpin Kamara ambaye ameumia. Kwa hiyo kama nyinyi wenyewe mmeshindwa kumaliza maneno mkiamini bado mnasubiri muda na wakati, inabidi tusubirie hivyo, kwa sababu kama kweli ukipa huyu sio mzuri kwenye footwork itakuwa tena ni tatizo. Na unajua labda sorry Mkai ni muexplainia kitu Rich Kiza. Unajua kuna vitu huwa tunavizungumza kwenye mpira, lakini wakati mwingine umuhimu wake sio mkubwa kama tunavyozungumza. Sawa, umuhimu wake sio mkubwa kama tunavyozungumza. Kwa mfano hata hii issue ya and I'm not saying kwamba kipa hapaswi kuwa anatumia miguu, lakini kipaumbele kwa goalkeeper kinabaki kuwa kazi yake ambayo ni kuzuia goli lisiingie, mpira usiingie. Maana hata hao makocha, kuna makocha ukimuuliza, kwa mfano kocha kama Gavin Hunt ambaye anafundisha Stellenbosch sasa hivi, atakwambia kabisa kwamba bana, mimi hizo habari za kwamba kipa sijui anatumia miguu, it's nonsense. Mimi namsajili kipa anayeweza kufanya timu yangu iwe salama na kufungwa. Kwa hiyo the most important thing inabaki bado kuwa uwezo wake. Yani haiwezekani wewe ukamchukua kipa ambaye ni an average shot stopper ukamuignore kipa ambaye ni brilliant shot stopper kwa sababu tu hana footwork, ukamchukua average shot stopper ambaye ni brilliant kwenye miguu. Tunapunguza umuhimu. Labda naomba niongee Kiza. Ni umeamua